Jina naitwa Dr. Sebastian Siwale, mganga mkuu wa halmashauri ya mji Tunduma. Kwa mwaka uliopita wa fedha 24/25 halmashauri ya mji Tunduma tumeweza kufungua vituo vya afya visivyopungua 4 na zahanati 2. Kituo cha Chapwa, Mwakakati, Chiwezi pamoja na kile cha Mpande. Vituo hivi vimeweza kusaidia sana kupunguza idadi ya watu ambao walikuwa wakienda katika kituo kimoja cha Tunduma, kilikuwa kimeelemewa sana, lakini baada ya kufungua vituo hivi idadi ya watu imepungua kiasi kwamba hata ile aidha wananchi kupata huduma imekuwa nzuri sasa hizi, kwa sababu wanapata huduma kwa wakati na iliyo bora zaidi. Na hata idadi ya watu wa mama wanaojifungua imepungua. Kwa mwaka uliopita walikuwa wanajifungua kina mama 800 mpaka 700 mpaka 800 kwa mwezi, lakini sasa hizi imepungua kiasi kwamba imefikia idadi ya 500 mpaka 600. Wengine wanaenda kwenye vile vituo ambavyo vimefunguliwa mpaka sasa hivi. Na kufunguliwa kwa vituo hivi kumesaidia pia kupunguza vifo vya mama na mtoto. Kiasi kwamba kwa ule mwaka tulifunga mwaka kupoteza kina mama kama 4 hivi kwa mwaka mzima. Lakini sasa hivi mpaka sasa hivi ninavyoongelea hata mama mmoja bado hajafariki tangu mwaka huu mzima kutokana na ongezeko la idadi ya vituo ambavyo vinatoa huduma kwa wananchi. Kwa mara ya kwanza walikuwa bado hawajaamini kwamba hivi vituo vinaweza vikatoa huduma sawa na kituo cha afya Tunduma. Lakini tumesambaza elimu kwa wananchi kupita sehemu zote ambazo tumezifungua, wameelewa na kweli wameamini, kwa sababu vituo vyote 4 vinafanya upasuaji ambao ndio ulikuwa unawapeleka zaidi kwenye kituo cha afya pale Tunduma. Kwa hiyo vituo vyote 4 vinafanya huduma ya upasuaji na wananchi wanapata huduma bila wasiwasi wote. Lakini pia kwa kumalizia, nimshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa sababu bila yeye hivi vituo vyote visingeweza kufunguliwa. Ametoa fedha nyingi kiasi kwamba vituo vyote vimeweza kukamilika na vinatoa huduma kwa wananchi. Naitwa Angela Kaini Kiani. Mimi namshukuru Mungu. Hapa nimepata huduma nzuri, nilifanyia operation nikapona na mwanangu pia akapona. Nikapata huduma nzuri. Kwa hiyo mimi namshukuru Mungu, hospitali iko vizuri. Namshukuru Mungu kwa hiyo. Na uwezo wa kumbeba mwanangu mpeleka hospitalini na kurudi nyumbani. Namshukuru Mungu kwa hiyo. Asante. Asante. Kwa majina naitwa Jennifer Yangsoni Mdoli. Tunamshukuru Mungu kwa wengine huduma walikuwa wanazipata mbali, tunashukuru Mungu. Hospitali imekuzia mambo mengi. Kutokana na changamoto ya nauli nini mpaka kupata huduma. Lakini sasa hivi tunaweza kutembea kufikia huduma hiyo. Kwa jina naitwa Sara Singo. Tunamshukuru Mungu. Gharama za safari sawa, hata hapa changamoto gharama zenyewe sio kubwa, napotoka na kufika hapa sio kubwa. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu. Kwa jina naitwa Bahati Eleza Kioma. Nimetokea Irinje. Nashukuru Mungu ametusogezea huduma karibu, tulikuwa tunapata shida kuhangaika kwenda hospitali ya mbali. Nashukuru Mungu tumefika mahali hapa, huduma ipo vizuri, tunahudumia, tunapokelewa vizuri. Sawa, tulikuwa tunahangaika sana usafiri. Changamoto nyingine ukifika ukipokelewa mpaka pole imekuwa kubwa sana. Mpaka nafika hatua mpaka mgonjwa anafia njiani kabla hujamwona daktari.